Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo yeye anatuonyesha kwamba katika kumtumikia Mungu hamna upendeleo. Hamna upendeleo. God shows no partiality kwa kila mtu. Wote kama tulivyokuja hapa, katika machoni pake Yesu tunafanana. Kutoa vitu vingine, sisi wote tunafanana mbele ya Yesu. Maana tumeumbwa katika sura la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Petro anapotoa ujumbe wake tunaweza kusema ulikuwa na namna tatu. Ya kwanza alikuwa anafupisha maisha ya Kristo Mgalilaya, ambaye alianza kufanya mambo yake baada ya kupata ubatizo wa Yohane, na baadaye anaonyesha kwamba huyu mtu amekuja kutuondoa na ametuokoa katika dhambi. Tunapokuwa tunasherehekea hii Pasaka, ndugu zangu, tunaalikwa kufanya vitu, kuwa na furaha, kuishi yale maisha ya Kristo aliyofanya siku kwa siku. Na tukumbuke kwamba kama chakula Kristo alikuwa anakula, anaonyesha, baadaye ataanza kuwaonyesha. Na wale wamama walipoenda kaburini hawakuamini, maana waliona jiwe halipo, mtu anasema hayupo, wakashangaa. Lakini walisahau yale maneno aliyowaambia Bwana wetu Yesu Kristo kwamba siku ya tatu atafufuka. Tukumbuke pia katika kipindi hiki cha Pasaka tunatakiwa kuwa wakarimu. Tunatakiwa kuleta furaha kwa watu wengine. Yaani huyu Kristo anapofuka, kute mioyo yetu, watu wote inafurahi kwa sababu ya kufufuka kwa sababu ya nguvu yake ambayo anatuletea watu wote, na ambayo sisi sote tunatakiwa kuiishi. Tunaishije? Tunaishi kwa kufanya yale ambayo yanampendeza Mungu wetu. Na katika maisha yetu kama Wakristo, tukumbuke Kristo tunamfuata, lakini tunamfuata kwa vitu. Tunamfuata katika mateso yake, na tunapofurahi pia tunafurahi katika yeye. Jana tumesoma somo ambayo Kristo katika mateso tuko pamoja naye, na katika mambo mengine tuko pamoja naye. Ndio maana katika somo la pili tumeambia katika ubatizo tulikufa na kufuka na Kristo, na tukaahidi kumfuata daima katika maisha ya taabu na raha. Jana mlipokuwa mnarudia ahadi zenu za ubatizo, mliuliza, je, mnafanya hivi? Nasema na sadiki. Na mnamkataa, tukasema tunamkataa Shetani. Kwa hiyo yanatupasa sisi kuishi kadiri ya ahadi hiyo, tukiacha mabaya na kutenda mema. Kristo ametuondolea giza. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo maisha yetu, ndugu zangu, tumeyabadilisha kwa namna nyingine ambayo hayapendezi. Juzi tulipokuwa kwenye njia ya msalaba, nilikuwa naangalia watoto wengine, nikawahurumia, lakini pia nikawahurumia wazazi. Watoto wetu wamekuwa watoto wa school bus. Sisi school bus anakuja, namtoa hapo getini, nampeleka shule, namrudisha getini. Anapoingia getini, anaangalia, anakaa tu. Sisi ndio maana watu wazima ambao wako hapo wana akili kubwa kuliko sisi vijana wa sasa hivi. Unaweza kuwa na masters na za PhD, lakini unakuta mzee ambaye alimaliza darasa la 4 anakuzidi akili na busara. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hivi hata vijana ambao wamesoma, wana kazi, wanashindwa kuwatunza wazazi wao kule kijijini. Amani na salamu. Kwa hiyo tunatakiwa kuwatunza wazazi wetu kwa sababu walijitolea.
walijitolea kukusomesha, kukulisha, kukufanya nini. Kwa hiyo wewe kama wewe ni mtoto au ni nini, unaposubiria mama yako kule kijijini kupigia simu aseme mtoto wangu sijui nataka nini, ni wajibu wako kutunza wazazi wako bila kushauriwa na mtu yoyote, kwa sababu hiyo ni njia ya kusema asante. Tulipokuwa tunatembea kilomita kubwa, nakuta unaenda kanisani unatembea more than 10 kilometers, huwezi kuanza kuuma miguu. Siku hizi migongo na kwenda hata na mimi nauma mgongo. Lakini tulikuwa tunatembea kweli kweli, naamka asubuhi bila viatu, unaenda shule, unarudi, already you have done enough exercise. Kwa hiyo ndugu zangu, haya maisha yetu tunataka tuyabadilishe. Tuone Kristo alitembea kilometers nyingi, sisi hatujatembea. Na huko tunapoelekea maisha yanaweza kuja kuwa magumu. Kuna kipindi nilisema hapa kwamba hata watoto wetu mwacha aende na daladala, aone kupambana, upambanaje. Let them hustle. Pambane na barabara na daladala, aje avunjwe mkono. Mwaka 2012 nilikuwa naenda mjini, nilikuwa Kongowe, nikaenda Mbagala. Pale Rangi 3 nilikuwa naenda mjini. Nilikaa pale masaa 3. Bado nawaza, mimi nimezoea kusimamisha gari na kuja. Kumbe gari watu wanakuja. Wengine wanaingia kwenye dirisha. Wengine wanaingia kwenye, kuna father mmoja nimwambia bwana wewe sio unapanda daladala, akakataa. Sasa juzi alikuwa anaenda, simu yake imedondoke ikapasuka kioo. Kwa nini daladala? Lakini hiyo ndo maisha ndugu zangu tunayotakiwa kuishi, ya kwamba watoto wetu tunapowapa malezi, tuwape malezi tukiwaambia kuna maisha magumu at one point, na mimi sitakuwepo kuangalia hayo maisha. Kuna kijana mmoja alikuja kwenye hizi Come and See, akaniuliza father, choo kiko wapi? Kamuliza choo huku. Akakataa. Akasema hapana, mimi sijui kutumia. I was surprised. Nikaanza kumfundisha. Mimi nimeshafundisha watoto wa vijana hawa kama hawa hapa. Hawa wanajua hata kulima. Wametoka familia za kawaida. Kuna wengine alikuja hata jui choo anafanyaje. Akasema ukweli, father mimi sijawahi kufanya hizi kazi. Nikasema wewe nyumbani unafanya nini? Akasema kuna dada ananifulia nguo, napomaliza kula mimi kazi yangu naangalia TV, naenda tuition. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa nilipomtuma nyumbani aende likizo, mama yake kanipigia simu kweli kanishukuru. Akasema father asante sana. Yaani nimeona kijana baada ya kula anachukua vikombe, anaenda kuosha vyombo, anaenda huko toilet anafanya usafi. Amekuja kujifunza akiwa na miaka 20. Ametoka wapi? Alikuwa kindergarten. Alipotoka pale akaenda shule ambayo ya school bus. Alipomaliza hiyo shule akapelekwa seminari. Ametoka seminari, anaporudi nyumbani wiki moja naenda tuition. Akimaliza tuition ameenda form 6. Amemaliza form 6 anataka kuja kujiunga na shirika letu la ndugu wadogo, ambao sisi kwa kawaida tulikuwa tunaitwa beggars. Mbona unatakiwa kuvaa, yani unatakiwa kuishi maisha ya ufukara. Hayo maisha hayawezi. Ukimpa chakula bila nyama na kuangalia, basi mnyama hapa nili, kasema ndugu yangu nyama ni Jumapili tu. Sema hapa nitatoboa. Juzi nilipoenda Uganda nimemkuta yuko novitiati. Ngasema vipi? Maisha? Sema acha tu. Nimeshajua. Sasa hivi anajua kupika uji, anajua kukata.
Kwanza yani inakuwa process. Kwa sababu ajui unampa vitunguu, anakata vitunguu. Namna anavyo vikata unaweza kushangaa. Siku ya pili anajua kukata mboga, anajua kusonga ugali, anajua kufanya nini. At the end of the day anajua. Lazima ndugu zangu tuwafundishe. Tuwafundishe watoto wetu kupika, vijana mwafundishe kusonga ugali. Wanapokuwa huko mjini wa hustling, ukimaliza ukipata kazi labda huko mnakuwa na ndugu wengi. Unaweza kwenda sehemu unapata kazi, mshahara ni mdogo, unalipa kodi, uweze kwenda kula hotelini kila siku. Sasa wewe kama hujui kusonga ugali, utakuwa unakunywa maji. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ndugu zangu, tunapokuwa tunasherehekea siku kama siku hizi za kutuleta pamoja kama familia, ni vema tuwe tunatafakari tulipotoka, tuone tunaelekea wapi. Na mtu kama sio mtu wa historia, huwezi kwenda popote. Siku ya jana tumesoma masomo kuanzia huko nyuma, historia ya wokovu yote mpaka tunafika kwa Kristo. Hiyo inatuonyesha kwamba na sisi tumetoka sehemu na tunaelekea sehemu. Na ukijua unaelekea wapi, ndio huwezi kuacha wazazi wako. Kwa hiyo siku ya leo ni wito pia, kama unajua hujampigia mzazi wako, umebarikiwa naye, ukitoka hapa kabla hujafika nyumbani, mpigie simu, mtakie Pasaka njema. Na atasikia na mtoto wangu. Akiwa huku mjini, hata ukimtumia 3,000 ni hela nyingi kwa watu wa kijijini. Tumuombe Mungu aendelee kututunza. Kristo mfufuka afuke kwetu mioyoni mwetu, kama Petro alivyokuwa na ujasiri wa kutembelea pale ambao hakutakiwa kwenda. Nasi tuwe na huo ujasiri kusimamia imani yetu katika taabu, katika shida na katika mambo yakiwa mazuri, yakiwa yanatupendeza. Amani na salamu.